Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluhya ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo ni tariki 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Tukaribishe kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za kila leo. Tunazungumzia kabisa kuhusu wajumbe watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao waliweza kuwasili pale mjini Goma wiki hii ili kutathmini utekelezwaji wa mikataba ya kusitisha vita kati ya waasi wa M23 pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yazindua mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu rasilimali za asili, amani pia usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kabisa kwa sasa ambayo inashikilia uraisi wa zamu wa Baraza la Usalama Umoja wa Kimataifa, ambayo imeanzishwa Jumatatu mjini New York. Na pia tutazungumzia kauli ambayo iliyotolewa na Umoja wa Kimataifa kutaja kuwa ifikapo tariki 15 ya mwezi wa 7 wanajeshi wote wa Rwanda wawe tayari wamejiondoa katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutagundua je, tayari wameondoka au bado wangali. Na pia tutagusia kabisa kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea huko maeneo ya Kipupu katika tarafa la Fizi na huko Mwenga Kipupu, hali ya utulivu ya rejea, wananchi waanza kabisa kurejea makao yao baada kabisa ya kuonekana kuwa kulikuwa na mapigano ambayo iliripotiwa kati ya waasi wa M23 na jeshi la FARDC katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko maeneo ya Katanga, Gavana Christian Kitungwa Muteba arejea Kalemi baada tu ya ziara yake, ambapo kabisa taja kuwa ameimarisha usalama na tayari wanajeshi ambao waliotoroka vita huko maeneo ya Minembwe Pwenzero waliokimbilia pale maeneo ya Kalemi wameanza kukamatwa na kuwekwa mbaroni. Haya na mengine ni kukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Mwanzo hadi mwisho ni kukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze moja kwa moja huko maeneo ya Goma. Wajumbe watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewasili huko maeneo ya Goma wiki hii ili kutathmini utekelezwaji wa mikataba ya kusitisha vita kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana tu na hali hii ambayo inayoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jumuiya ya kimataifa iliweza kutaja kuwa ifikapo tariki 15 ya mwezi wa 7 ni lazima wanajeshi wote wa Rwanda kuweza kudiondoa katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuelekea huko Rwanda, jambo ambalo kabisa mpaka sasa liliweza kuonekana kuwa ni ngumu kwa serikali ya Kigali, ambayo mpaka sasa haijazungumza jambo lolote. Lakini kutokana na habari ambazo tulizozipata zinaeleza kuwa jeshi la Rwanda linakataa kuwa haliwezi kabisa likaacha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo yote ambayo imemilikiwa na waasi wa M23, hawa wakiwa kabisa ndio kama msukuma mbele katika vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Kimataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia iliweza kuzindua mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu rasilimali na pia usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kwa sasa inashikilia uraisi wa zamu wa Baraza la Usalama Umoja wa Kimataifa. Imeanzisha Jumatatu mjini New York mkutano huo wa usalama ambao umelenga pia kuimarisha namna gani hali ya usalama inavyoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuangalia namna gani rasilimali pia amani iweze kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo umeongozwa na waziri wa nchi anayehusika na mambo ya nje katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kaikwamba, ambapo washirika walijadili mapungufu ya mfumo wa kimataifa
na kuonesha kabisa namna gani changamoto pia hali ya usalama ambayo inaendelea kuripotiwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia matatizo, na pia walisisitiza umuhimu wa kuondoka kwenye matatizo wa kushughulikia baada tu ya kutokea kuelekea kati ya vikosi vya M23 pia ambavyo vinavyoendelea kuleta mzozo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo ni mwanzo kabisa wa hatua mpya ya juhudi za diplomasia za Kinshasa ndani ya Umoja wa Kimataifa, ambayo inayofuatilia mjadala mkubwa sana kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikiwa tunaendelea katika taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu Muteba TV, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiwa pale katika tarafa la Fizi, Kipupu, hali ya utulivu yarejea, wananchi waanza kurejea katika shughuli zao. Hali ya utulivu imeanza kabisa kurejea tangu Jumanne ya tarehe 14 Julai katika kijiji cha Kipupu, makao makuu ya sekta ya Itombwe, wilaya ya Mwenga, mkoani Kivu Kusini, ambapo wananchi wameanza kurejea. Hatua hii inaweza kuonesha alama ya kuimarisha usalama wa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vinavyoendelea kulinda pia ulinzi wa kimataifa wa VDP, viongozi wa wazalendo. Hapa tukitaja kuwa doria ya kuimarisha usalama ndani ya kijiji hicho kinaleta mafanikio makubwa kutokana tu na waasi wa M23 pia Twirwaneho ambao kabisa wanaoendelea kuyumbisha usalama maeneo hayo. Jambo hili ambalo kabisa limeleta hofu kwa wakaazi wa maeneo hayo kupitia mapigano makali ambayo yanaendelea kuripotiwa kati ya Twirwaneho AFC M23 Tabara Android ambao wanaoendelea kushambulia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya hali ya utulivu kurejea sehemu ya kazi, bado kabisa wakaazi wengi wameweza kukimbilia kwenye vijiji vya jirani, ambapo mpaka sasa wanaendelea kuangalia namna gani kurejeshwa amani ya kudumu ili nao pia wapate nafasi ya kurudi katika vijiji vyao na kuanzisha shughuli zao kama ilivyo kawaida. Katika tujielekeze huko Tanganyika, Gavana Christian Kitungwa Muteba arejea pale maeneo ya Kalemi na kuweza kukanusha uvumi wa kutaja kuwa waasi wa M23 tayari wamekuwa pale katika mji wa Kalemi. Taarifa hizi zilikuja baada ya kurejea mjini Kalemi Jumanne ya tarehe 14 Julai akitokea katika ziara ya kikazi iliyokuwa ikimpelekea mkoani Katanga. Gavana huyo Christian Kitungwa aliweza kutaja kuwa ni vema kuweza kuimarisha na pia kukanusha uvumi wa wale ambao wanaounga mkono waasi wa M23 kuwa tayari wamepatikana pale maeneo ya Kalemi, huku alitaja kuwa hatua ambayo iliyoanzisha na waongozi wa pale maeneo ya Tanganyika kuanza kuwasaka wanajeshi wote waliokimbia vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuelekea Kalemi, ambao walikamatwa moja kwa moja na kuweza kupelekwa kwenye jela kuu ya pale maeneo ya Kalemi ili kuweza kusubiriwa namna gani wataweza kukatiwa hukumu zao kutokana na makosa walioyatenda. Gavana huyu alitaja kuwa ni lazima wananchi kuishi kwa amani, pia kwa upendo, kwa ushirikiano ili kuimarisha amani ya kudumu mashariki na pia kuweza kutoa hofu kwa waasi hao ambao wanaoendelea kutaja mabaya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jiji na tarafa letu la Uvira, wizi pia mauaji ya kikatili yaendelea kuripotiwa katika jiji na tarafa letu la Uvira. Haya yaliweza kuhakikishwa baada tu ya mauaji ya kijana mmoja iliyofanyika tariki 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo walikuta kabisa kiwiliwili kimekatwa bila kuonekana kichwa cha yule ambaye aliyefariki, na walioendesha kitendo hicho bado kabisa kujulikana kitendo hichi ambacho kiliweza kufanyika pale maeneo ya Kasenga.
Tariki 15 mwezi huu wa 7 mwaka 2026 kiwiliwili hicho kiliweza kuonekana, na huku kabisa raia wa pale maeneo ya Kasenga wakiwa katika hofu. Mashirika za kiraia zimetaja kuwa ni vema kabisa serikali kuingilia kati ili kuanzisha doria na kuhakikisha wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe, pia wahukumiwe kulingana na sheria. Kila leo milio ya risasi inaendelea kusikika katika jiji na tarafa letu la Uvira, huku wakaazi wakianza kulalama wanaoendesha vitendo hivyo bado kujulikana ni kama swala serikali limefumbia macho, wakiomba kufanya kazi zao na kuonesha umahiri, na pia watakaokamatwa wahukumiwe kulingana na sheria. Kutokana na tangazo ambalo tulilolipata kutoka kwa mkuu wa PNC Uvira, Polisi National Congolaise katika jiji na tarafa letu la Uvira limetaja kuwa ni lazima wanajeshi polisi wote ambao waliofanya mabaya waweze kupelekwa mahakamani, na hii ni moja kati ya event ambazo zitakazoshuhudiwa kupitia televisheni yako Muteba TV, hapa wakitaja kuwa ni vema mahakama iweze kutekeleza wanajeshi hao waliofanya makosa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tawi la Uvira waweze kuhukumiwa kulingana na makosa zao walizozitenda, na huku ikiwa kupelekwa mahakamani inatarajiwa kufanyika katika jiji na tarafa letu la Uvira. Na pia katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili tuweze kuangazia habari za usalama mdogo ambayo inaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika tarafa letu la Fizi. Mkuu wa tarafa la Fizi aweza kutaja kabisa kuhusu hali ya usalama mdogo ambao unaendelea kuripotiwa, na pia kuhusu drone ambapo baadhi ya raia wengi ambao waliweza kuteketea na pia vitu vyao viliweza kuangamizwa hapa. Wengi wao pia wanapatikana kwenye vituo vya afya wakiendelea kupata matibabu. Mkuu kiongozi wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji ataja kuwa ni vema serikali kuingilia kati ili kuhakikisha kuwa wanaoendesha vitendo hivyo waweze kuhukumiwa na sheria. Drone iliweza kufanya maafa maeneo ya Mulima na maeneo mengine katika tarafa la Fizi. Na pia tuangazie kuhusu wakimbizi ambao tayari wameanza kurudi katika jiji na tarafa letu la Uvira. Wakimbizi hao wakitoka kwenye kambi la Busuma huko maeneo ya Burundi, ambao wanapokelewa kwenye mpaka wa Kavimvira na kuweza kurejea katika makao yao baada tu ya kuona kuwa amani imeanza kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna baadhi yao, wengi wao ambao wametaja kuwa wameweza kuwa na hofu kutokana na hali hii ambayo inayoendelea kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu vita hivi ambavyo vinavyoendelea kuripotiwa, wakiomba kabisa serikali kufanya liwezekanalo ili kumaliza vita na wale ambao wanaopatikana kwenye kambi la Busuma waweze kurejea nchini Kongo, huku wakitaja kuwa maisha wanayoyapitia ni maisha mabaya, pia wanalala vibaya, pia wanakula vibaya. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako usiokuwa na bugza. Kwaherini. Thank you.